Ahmed Ally, afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba, simu ya kwako hii. Hebu nilichokiona Instagram kupitia page ya Simba ni cha kweli, nimestuka kweli kweli kuona meneja Pantev anaondoka mapema sana. Ahmed Ally, ni kweli tumetangaza ama tumetoa taarifa ya kuachana na meneja wetu Dimitar Pantev. Makubaliano ya pande zote mbili, na makubaliano haya maana yake ni kwamba anaondoka yeye na wasaidizi wake wawili, kwa maana ya msaidizi wake namba 1 pamoja na kocha wa magoli kipa. Na hayo ni makubaliano ya pande zote mbili baada ya kukaa na kufanya tathmini pande zote mbili, kwa maana upande wa meneja na upande wa Simba Sports Club. Tukaona ya kwamba lilo jema kwetu sote ni ndoa hii kufikia tamati leo, ili kila mmoja aangalie mustakabali wake. Na kipi hasa kimewashawishi hadi kufanya tathmini na kugundua nastahili kuachana kwa amani nanyi? Kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili, inaniwia ngumu sana kueleza sababu za kuachana kwetu, lakini niseme tu ni kwa maslahi ya pande zote, kwa maana maslahi, yani kuachana kwetu huku Simba inanufaika na vile vile meneja Pantev ananufaika. Na tafsiri yake timu inabaki kuwa chini ya nani, Ahmed Ally? Kwa sasa mtaalamu Suleiman Matola ndiye ambaye atabaki na jukumu hilo, maana ya kwamba ataiongoza Simba katika mechi ya kesho kutwa tarehe 4 dhidi ya Mbeya City, na bila shaka mechi ya tarehe 7 dhidi ya Azam FC. Na baada hapo kikosi kitaenda mapumziko. Wakati huo mchakato wa kutafuta kocha mpya ukiwa unaendelea. Imani yetu ni kwamba kabla kikosi hakijarejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mwezi Januari, basi tayari tutakuwa tumeshapata benchi letu jipya la ufundi. Mwanachama, mashabiki wa Simba anaweza akajiuliza, ama mdau wa mpira tu, kwenye makaratasi anaonekana kocha mkuu alikuwa ni Suleiman Matola, na kama ni performance ndio imemondoa Pantev, kwa nini si Matola naye akahusika kwenye hilo, Ahmed Ally? Kwa hilo sina majibu. Asante Ahmed Ally, na nikutakie usiku mwema. Asante sana. Kwa mara ya kwanza ama kwa mara nyingine naona mashina kuongea na ibananisha afu inabanika, inashindwa kuongea. Nimemuuliza swali jepesi tu Ahmed Ally. Kama mnamhukumu meneja Pantev kwa matokeo, na kocha mkuu on paper ni Suleiman Matola, kwa nini Suleiman Matola anabaki na meneja ambaye hakuwa head coach kwenye timu anaondolewa? Ahmed Ally kanaambia kwenye hilo sina. Hawakumfanyia utafiti wa kina, hawakumscout, kwa sababu Fadraman Davids pia aliwakurupusha Simba wakurupuke kutafuta kocha. Aliondoka haraka sana. Na sasa wangemtafuta kocha wa muda, ndio wenzao wanavyofanya. Si alikuja Ahmed Suleiman Morocco. Ndio nakwambia, kama Morocco walimleta kama kocha wa muda wangempa muda. Kama Morocco waliona labda ana majukumu mengi wangemtafuta kocha mwingine, kama walivyokuwa wanafanyaga kwa Mgunda. Tunanielewa? Yaani timu zenye weledi, kama unaona bado hatujamscout kocha yoyote sasa hivi, tutafute basi caretaker, tutafute kocha wa muda. Hata Ulaya hizo zinafanywa, unajua Maziku. Najua. Watu wanatafuta kocha wa muda, wanampa timu, anafundisha. Sasa kama wao viongozi waliona Pantev anafaa, manake walikurupuka. Yani wao ndio wanatakiwa wawajibike, wawe na maswali. Ilikuwaje yani wana Simba waulize viongozi wao, ilikuwaje mkatusajilia mwalimu ambaye nyinyi hamkuwa na uhakika naye, hamkuwa mnamfahamu vizuri? Tunaongea na mwalimu pale Addis Ababa Ethiopia, nikamuuliza imekuwaje, mbona kumekuwa na ubutu mkubwa? Akasema hata wawe na waumiza sana, na wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanarejea katika makali. Kwa wachezaji wenyewe kuna muda unakubaliana kama morali ni kama inakuwa inashuka, ni kama wanacheza kama wameshinda hivi. Uone ile ya kupambana mwanzo mwisho. Tofauti kubwa ya Simba na Yanga iko hapo. Ukiwatazama Yanga waliocheza na JS Kabylie, unaona wana fight dakika ya kwanza mpaka mwisho, ni timu inatafuta kitu. Yanga na AS FAR Rabat pale Zanzibar, nafikiri Jadu likuwepo. Ilikuwa ni mechi ngumu, lakini walipush to the maximum mpaka wanapata matokeo. Na hii jihad ya Yanga inawafanya wanafanikia kwenye mazingira magumu sana. Lakini wachezaji wa Simba kuna muda unawaona ni kama wamerelax uwanjani, you don't see them pushing, kiasi kwamba wana shauku ile hamu ya kutaka kupata kitu. Hata wakienda kurusha wako relaxed, wakipoteza mpira kuna watu abiria uwanjani hawarudi kukava nafasi. Lakini Yanga wanaweza kashambulia, wakipoteza
wanarudi kama nyuki, wote wa mbele wale wanakwenda press juu akisha kuchukua mpira tena. Lakini Simba utaona wanashambulia, wakisharudi wanarudi wale viungo na walinzi. Kuna watu kama 3 4 mbele kule wanatembea. Sasa mpira hawezi kuwa hivyo. Kwa hiyo wanahitaji kuimprove mazoezini, wanahitaji kuongeza morali, wanahitaji kuongeza fighting